Msalimia kwa sababu amenipea nafasi na fursa hii ya kuleta neno la Mungu kwa watu wa Laikipia na kila mahali watu wanafuatilia tusikiliza. Leo ni siku ingine njema ya kwamba ninaendelea kuletea watu wa Mungu habari njema kuhusu imani. Na leo nataka kuzungumza kuhusu imani ambayo inaitwa great faith ama imani kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo ya imani, mambo ni mengi sana, lakini nataka kukuambia ya kwamba nimekugusia mambo kadhaa kuhusu imani, na leo nataka kukuambia mambo ya imani ambayo tunaita great faith. Katika imani ni za aina tofauti tofauti. Kuna ile imani ambayo ni natural faith, ambayo unaweza sema naenda duka nilete kitu, hiyo ni natural faith, ama nikikalia kiti hautaanguka, hiyo ni natural faith. Lakini nataka kuonyesha ya kwamba kuna ingine inaitangwa great faith ama imani kuu. Na leo nataka kukufundisha kuhusu great faith, na ni tumaini langu na ni ombi langu hata wewe uinuke ukapate kuwa unatumia kitu inaitwa great faith katika Mungu. Wacha tuombe kwa ajili ya neno, alafu niendelee kabisa nikifundisha. Tuombe mahali ulipo na uamini Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako kwa imani, nikikushukuru kwa wakati mwingine mwema umetupea ili tukaweze kuleta neno lako katika mitambo hii. Asante kwa kila mmoja anafuatilia, asante kwa kila mmoja anasikiliza. Nina imani ya kwamba mfalme mkuu unaenda kubariki watu wako, kuinua watu wako, kuwasaidia kuelewa ili wakakae katika mapenzi yako, na utukufu wote utakurudia Mungu. Na wafunika kwa damu ya Yesu, na ninaamini ya kwamba neno la siku ya leo litakuwa la faida katika mioyo ya kila moja. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen mahali ulipo. Leo nazungumza kuhusu great faith ama imani kuu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mtakatifu ile kifungu ya 8 mstari wa 5, tasoma mpaka mstari wa 14 nikaweza kuzungumzia na ninajua utabarikiwa. Biblia inasema hivi, Matthew chapter 8 from verse 5. Hata alipoingia Kapernaumu, akinda mmoja akamjia, akamsii akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akinda akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya ndari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami namwambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje. Ndiko kuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akinda, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Mpendwa, jioni ya leo ni tamanio langu na ni ombi langu ya kwamba ufuatilie mahubiri haya, na ninajua ya kwamba Mungu atakutenda yaliyo mema. Leo tunazungumza kuhusu imani kuu. Huyu akinda alikuwa anapewa kikosi ya kutawala, ama anaitwa captain kama siku ya leo, ama komanda. Katika serikali ya Kirumi alikuwa anapewa kikundi ya kuongoza watu yapata 100 hapo. So huyu mtu alikuwa ana kikosi ambaye anatawala. Ndio maana anasema, nikiambia watu wangu henda wanaenda, kuja wanakuja, fanya hivi wanafanya.
alikuwa anajua kwamba mamlaka jinsi inavyofanya kazi. Na maandiko sasa inasema hivi, Yesu akawa Yesu akawa mahali pale Kapanaumu, na maandiko inasema mtu mmoja Hakinda akamjia. Nimeweza kukuelezea Hakinda ni nani. Ni mtu ambaye akona watu anatawala, akona watu, kuna group kubwa ya askari anatawala, na ni mtu mkubwa sana, alikuwa anaheshimiwa na alikuwa anajua mamlaka jinsi inavyofanya kazi. Na maandiko inasema akakuja kwa Yesu Kristo, na maandiko inasema akamsii Bwana na akamwambia hivi, mtumishi wangu amelala nyumbani, ni mgonjwa wa kupooza, na akamuelezea kwamba anaumwa sana. Yesu akamwambia hivi, basi nitakuja basi nimponye. Yule mtu akamwambia hivi, akamwambia sistahili, yaani sistahili uje kwangu, kwa nyumba yangu, chini ya ndali yangu, lakini sema neno moja tu, sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Nataka kukuambia haja mpendo azuri ya leo ni kwamba huyu Hakinda alikuwa anajua mamlaka, alikuwa anajua nguvu ambazo ziko katika kutumia mamlaka. Na ndio maana Yesu alipokuja, kwa sababu anajua kujieleza, alimwambia hivi, mtumishi wangu ako nyumbani na amelala na ni mgonjwa sana na anaumwa. Nataka kuambia aje mpendwa, wakati mwingine tunapoenda mbele za Mungu, saa nyingine hatukumbuki kujieleza tunahitaji nini mbele za Mungu. Lakini mchana wa leo nataka kukuambia aje mpendwa, unapoenda kuomba Mungu ni vizuri umuelezee vizuri. Ni lazima useme hitaji lako ni lipi. Huyu mtu Hakinda aliweza kuelezea Yesu jinsi mtumishi wake alivyo. Alimwambia ni mgonjwa, akamwambia amelala, na akamwambia akaanalyze kile alikuwa anapitia, na akamwambia ana uchungu sana na anaumwa. Na akamwambia Yesu, naye kwa sababu ni mtu wa huruma na alikuja kuponya, alikuja kuokoa, na alikuja kufanya mambo mengi kwa mwanadamu, akamwambia basi nitakuja nimponye. Hivyo ndivyo Yesu alimwambia. So nataka kukuambia haje mpendwa, huyu mtu Hakinda mchana wa leo sikiza, alikuwa hanajua jinsi mamlaka inavyotumiwa, jinsi uwezo ambao uko katika mamlaka unaoweza kutenda kazi. Na mchana wa leo mpendwa, wewe unanisikiza, pengine unaenda church, pengine kuna uko chini ya mtu, nataka ujue mamlaka inaweza fanya mambo makubwa sana. Hii ndio inaitwa great faith. Akamwambia hivi Yesu, mimi sistahili hata ukuja chini ya ndali ya nyumba yangu. Yaani sistahili ama ustahili kukuja kwangu. Kwa maneno mengine ama rahisi, usije kwangu Yesu. Ukisema tu mtumishi wangu inuka, atainuka. Ukisema mtumishi wangu pona, atapona. Ni kwa sababu gani? Nataka kukuambia Hakinda alikuwa anajua jinsi mamlaka inavyotumiwa. Na ndio niko hapa mchana wa leo nikwambie ndanda, ndugu wewe ambao uko katika nyumba ya Mungu, ambayo unaamini, ambayo umeweka tumaini lako kwa Mungu, ambao unajua maandiko, ambao unaenda kanisani ama mahali unaenda kuabudia Mungu. Ni lazima ujue ya kwamba kuko na mamlaka, na ikitumika vizuri unaweza tendewa mambo makubwa. Akamwambia Yesu, Hakinda akamwambia Yesu, sema neno moja tu, mimi ninaamini ukilitamka kuna mambo itatendeka. Mchana wa leo nataka kukuambia aje ndugu dada yangu, ninakuomba uinue imani yako, ikuwe ni imani kuu kama ya huyu mtu. Alimwambia Yesu, haustahili hata kukuja kwangu, haustahili hata kukaribia mgonjwa, haustahili hata kumwekelea mkono, haustahili hata kukuja karibu na yeye. Wewe ukiwa mbali, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Nataka kukuhimiza haje mpendwa mchana wa leo, ni kwamba kuna maombi ukiamini Mungu
hata mtu akiwa mbali unaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Napenda watu wanaosema ya kwamba wewe omba tu, sema neno tu, nina imani ukiomba litatimia ama litatendeka. Na mchana wa leo nimekuja kukuhimiza kwamba wapendwa, tusikae katika nyumba ya Mungu pasipo kujua kwamba kuna imani kuu ambayo unaweza pokea ukiwa katika hiyo nyumba ya Mungu. Unaweza ombea mtu hata katika ukiwa na nyuki na apokee muujiza akiwa na roho. Unaweza aminia mtu kwa hitaji alilo nalo na ukiwa hapa na apokee akiwa mahali alipo. Mtumishi wa Mungu Akinda alikuwa anajua Yesu akitamka maneno, mtumishi wangu atapona. Yesu akimwambia inuka, atainuka. Na ndio maana alikuwa anaambia Yesu, mimi niko na kikosi ambayo mimi nina mtu nimewekwa chini ya mamlaka, wenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huwa anaenda. Nikimwambia njoo, huwa anakuja. Nikimwambia hivi anafanya. Nikimwambia fanya hivi anafanya. Kwa hivyo Akinda alikuwa anajua si lazima Yesu aingie kwake. Alikuwa anajua sio lazima Yesu amwekelee mkono. Alikuwa anajua sio Yesu aende pale aanze kumhurumia. Alikuwa anataka tu Yesu sema kitu kimoja, sema mtumishi wangu na apone na atapona. Nimekuja kukuhimiza mchana wa leo, jenga imani yako. Tambua kwamba Yesu ako na uwezo. Tambua ya kwamba Yesu anaweza kukutendea. Tambua nguvu zilizo ndani ya Yesu. Tambua mamlaka iliyo ndani ya Yesu. Tambua nguvu zile zinafanya kazi kwa jina la Kristo Yesu. Ukikuwa na huo ufunuo mpendwa, hata ukiwa wapi, hata kama ni nini, hata kama hilo jambo ni ngumu kiasi gani, Mungu wetu usikia, Mungu wetu utenda, Mungu wetu ukufikia kwa njia zake. Mara kwa mara nimekuambia njia za Mungu si zetu, mawazo yake sio kama vile tunawaza. Kwa hivyo wewe mwenyewe mahali ulipo, ni wewe utaamini kama Akinda. Ni wewe utajua mamlaka iliyo ndani ya jina la Kristo Yesu. Ni wewe utajua Yesu anaweza kutenda mambo ambaye haiwezekani. Imagine huyu mtu, maandiko inasema alikuwa amepooza. Maandiko inasema alikuwa amelala. Maandiko inasema alikuwa anasikia uchungu sana. Na uangalie imani ya Akinda wakiwa na Yesu mahali fulani. Anamwambia mtumishi wangu ameumia hii na hii na hii na hii, lakini sema neno tu na atapona. Mchana wa leo nataka kukuambia aje mpendo, ukienda mahali unaabudia ama ukiwa na mtumishi wa Mungu, ni lazima uamini kwamba katika jina la Yesu mambo makuu inatendeka. Kwa jina la Yesu Kristo magonjwa ya kila aina inapona. Kwa jina la Yesu Kristo watu wanainuliwa kutoka kwa vitanda vyao. Kwa jina la Yesu Kristo njia zinafunguka. Kwa jina la Kristo Yesu watu wanainuliwa. Kwa jina la Kristo Yesu maumivu ya aina yote inaacha watu na wanapokea uponyaji. Mpendo, nataka kukuhimiza nini mchana wa leo? Hii inaitwa imani kuu, na ndio ninakwambia kuwa na imani kuu katika Kristo Yesu. Imani ni za aina nyingi, lakini imani hii ni imani ambayo iko juu ya imani zingine. Kwa sababu huyo Akinda hakumwambia Yesu ni lazima ukamwekelee mkono, ni lazima ukamwagie kitu. Alimwambia ni neno tu ninahitaji kutoka kwako. Na ninatamani sisi ambao tunaamini Mungu tufike hiyo kiwango ya kusema ya kwamba nikienda kanisani ama nikienda kwa mtumishi wa Mungu ama nikikuwa kwa fellowship, neno likitamkwa tu itakuwa ni hivyo limetamkwa. Ukiambiwa pona, unapona. Ukiambiwa njia yako imefunguka, unaamini. Ukiambiwa mambo makuu inatendeka katika maisha yako, unaamini. Mpendwa, wakati mwingine umewahi ambiwa kitu katika maisha yako, kuliko ukafanyie kazi itendeke, ulienda ukisema hilo jambo halitatendeka. Kwa mfano, waambiwa ya kwamba utakuwa mkuu katika nchi. Pengine uambiwa ya kwamba utakuwa na biashara. Pengine uambiwa ya kwamba utapona kutokana na huu ugonjwa.
Wewe unaamua haje katika maisha yako. Huyu Akinda haliamini. Neno moja tu likitamkwa, mambo makubwa itatendeka. Mtumishi wangu atainuka kutoka kwa kitanda ya kupooza. Mpendwa, nataka kujenga imani yako mchana wa leo. Nikwambie jina la Yesu linaweza na linatenda mambo ya ajabu. Ni kulingana na vile utaamini. Ni kulingana na vile utalipokea. Ni kuamini na ni nani amelisema, ili kwamba ukaweze kufurahia katika haya maisha. Yesu akasema hivi, sijawahi ona imani kuu kama hii Israeli. Mpendwa, nataka kukuambia haja mchana wa leo, kuwa na imani ya kwamba hata ukiombewa ukiwa mbali, Mungu wetu ametenda. Wewe inuka, uone ya kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi katika maisha yako. Napenda vile Akinda halimtambua Mungu ya Kristo Yesu. Aliona Yesu anaweza. Aliona nguvu zilizo ndani ya Yesu. Aliona uwezo ulio ndani ya Kristo Yesu. Aliona Yesu anaweza. Aliona Yesu ndiye anaweza hiyo hali. Yeye alikuwa askari tu, lakini akajua hii hali sitaiweza. Na ni lazima ujue zile hali unaweza na zile ambao unapelekea Yesu. Na akasema, Yesu mwana wa Mungu, nisemee neno moja tu ili mtumishi wangu akapate kupona. Nataka kuona vile huyu Akinda alibeba huu mzigo, akawa anatamani mtumishi wake apone, akawa anatamani mtumishi wake ainuke tena, mtumishi wake atoke kwa uchungu tena, atoke kwa uchungu mahali anahumwa, ili akaweze kujifanyia kazi yeye mwenyewe. Na ninakuambia Yesu mwana wa Mungu aliye hai aliona imani iliyokuwa ndani ya huyo mtu. Ndio maana anamwambia hivi, sijawahi ona imani kuu kama hiyo Israeli nzima. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Wewe mahali upo, ni imani ya aina gani unatumia? Wewe mahali upo, katika hiyo hali, katika mambo unayopitia, uko na imani ya kwamba ukiombewa utatoka katika hiyo hali? Una imani ya kwamba ukiombewa utapokea muujiza? Una imani ya kwamba maisha yako inaweza badilika? Una imani ya kwamba unaweza kuinuka kiwango kingine? Unaweza kuamini ya kwamba unaweza fanya mambo hata yale ndugu zako, dada zako hawajafanya? Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba have great faith in your life, and your life will change for the glory and honor of our Lord Jesus Christ. Huyu mpendwa halikuwa anajua mimi nimewekwa juu ya maaskari wengine. Nikiambia huyu enda, anaenda. Nikimwambia kuja, anakuja. Nikimwambia simama, anasimama. Nikimwambia fanya hivi, anafanya. Kwa hivyo Akinda alikuwa anajua Yesu mwana wa Mungu aliye hai ako na mamlaka juu ya magonjwa yote, ako na nguvu juu ya magonjwa yote, ako na uwezo wa kuponya magonjwa ya kupooza, ako na nguvu za kuondoa uchungu wa kila aina. Mahali ulipo mpendwa unanisikiza, wewe uko na imani Yesu anaweza. Wewe uko na imani unaweza toka kwa hiyo kitanda. Wewe uko na imani unaweza badilika. Wewe uko na imani unaweza kuwa na furaha tena. Wewe uko na imani ya kwamba unaweza toka katika hiyo hali. Huyo Akinda alipomuona Yesu alijua muujiza wangu umekuja. Alijua nafasi yake. Alijua na akajieleza kwa Yesu. Akamwambia Yesu, mimi kwa mamlaka mimi ninajua kuyaelewa. Sio lazima ukuje kwangu. Ukiamuru kitu kitatendeka. Mpendwa, nataka ujue ya kwamba tuna nguvu juu ya mapepo. Tuna uwezo juu ya mpepo. Tukiamurisha yatoke, yatatoka katika jina la Yesu. Ni jukumu lako utumie great faith. Ni lazima hiyo imani ambayo ni ya kipekee, imani ya kupokea, imani ambayo inaitwa imani kuu, itende kazi katika maisha yako. Saa nyingine tunafinyiliwa ni kwa sababu hatujajua kutumia imani hii ambayo inaitwa kwa Biblia imani kuu. Yani imani kuu. Imani kuu ni kusema, sema jambo tu, Yesu, mimi ninajua mtumishi wangu hatapona. Sema neno tu. Kuna siku umewahi sema kwa mtumishi wa Mungu, sema neno tu, ninajua mama yangu akiwa mbali atapona. Ninajua dada yangu akiwa mbali atapona. Ninajua ndugu yangu akiwa mbali atabadilika. Ninajua Yesu
unaweza mambo yote. Wakati mwingine wapendwa, tunanungunika, tunalalamika, tunapea watu lawama, tunawekelea watu lawama. Mchana wa leo nimekuja kukusikwa neema zake Mwenyezi Mungu. Tuache kulalamika, tuache kunungunika, tuache kuwekea watu lawama. Tuchukue imani kuu ambayo inatenda kazi katika maisha ya Kristo Yesu, ili kaweze kutenda kazi katika maisha yetu. Hakuna jambo ngumu kwa Bwana. Mambo yote inawezekana. Hali yako sio ngumu kama ya huyu mtu. Maandiko inasema alikuwa amepooza, alikuwa kona uchungu sana, na alikuwa kwa kitanda angeweza kujiinua. Mchana wa leo mpendwa msikilizaji, wewe ambao hata umelala kwa kiti, wewe ambao hata unatembea, wewe ambao uko mahali umeketi, tukisema inuka kwa imani, utatumia imani hii ni kuu ili ukaweze kutembea na kuinuka na kufanya kazi yako wewe mwenyewe. Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna imani kuu. Kuna imani ambayo Yesu alisema sijawahi ona imani kama Israeli. Na hiyo ndio ninaomba mchana wa leo mpendo uweze kuitumia ili ukaweze kutoka katika hiyo aibu, ukaweze kutoka katika hiyo majuto, ukaweze kutoka katika hiyo kilio, ukaweze kutoka katika hiyo huzuni. Uambie Bwana, sema neno moja tu kwangu na mimi mtumishi wako nitainuka. Maandiko inasema ya kwamba wakati ule Yesu alitamka hayo maneno, yule mtumishi wa Mungu aliweza kupona. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Ninajua hali ni ngumu, ninajua kuna zile tunapitia ni ngumu, hata wewe mwenyewe unakiri na kinywa chako ni ngumu, lakini ya huyu mtumishi wa kinda yake ilikuwa ngumu zaidi. Ni kupooza, alikuwa amepooza. Pengine wewe ni kitu kidogo umekosa, huyu ni kupooza, alikuwa amepooza. Maandiko inasema alikuwa amelala. Inamaanisha ya kwamba hakuwa pengine anatoka kwa kitanda, alikuwa anakaa mahali pale tu. Na maandiko inasema alikuwa anakaa katika uchungu. Mpendwa, ni uchungu gani unapitia mchana wa leo? Ni kilio cha aina gani unapitia mchana wa leo? Leo nimekuja nikuambia ya kwamba kwa imani ulio nayo kuu utainuka na utembee tena. Utainuka na ukue mzima na ukue mzima tena. Utainuka na uone utukufu wa Bwana. Utainuka na upone. Maandiko inasema Yesu yule ameweka huru, amekuwa huru kweli kweli. Mchana wa leo nataka utumie imani hii ambayo inaitwa imani kuu, ambayo Yesu alitamka na kinywa chake, akasema ya kwamba sijawahi ona imani kuu kama hii. Na wewe mpendwa, mchana wa leo mahali unanisikiza, ninataka kukuambia ya kwamba kuwa na imani kuu. Hakuna ugonjwa Mungu hawezi ponya, hakuna umaskini Mungu hawezi kukuondoa kwa, hakuna uchungu Mungu hawezi kukuondoa kwa. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai hako na uwezo wa kukuinua, hako na nguvu za kukuinua, hako na nguvu za kutengeneza njia mahali hazipo. Ni wewe mpendwa utainuka. Uamini kila tunasema, uliamini neno la Bwana, uamini kuna imani kuu unaweza itendeza kazi na iweze kuleta matunda katika maisha yako, iweze kuleta mazao katika maisha yako, iweze kuleta uponyaji na faida katika maisha yako, inaweza kuleta furaha katika maisha yako. Mchana wa leo kuwa na imani kuu ambaye hata adui akiinuka utatingizika. Utamwambia neno la Mungu linaniambia ya kwamba yule mwana ameweka huru, wako huru kweli kweli. Yule ameweka huru, wako huru kutoka kichwa hadi nyayo za miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inatuambia kwa kupigwa kwake mijeledi tumepona. Pengine unasikia ukiwa una uchungu katika mwili, nimekuja kwa imani mchana wa leo nikuambia ya kwamba yote inawezekana. Mungu anaweza kuondoa huo uchungu katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imani kuu ianze kuzaliwa katika moyo wako. Imani kuu ianze kutenda kazi katika maisha yako. Na imani kuu ni kusema ya kwamba ukiambiwa inuka, unainuka kwa imani na unamwambia shetani kwa kupigwa kwake Kristo Yesu, mimi nimepona, nimepona na nimepona kabisa. Deni yangu imelipa pale msalabani, siko na deni yoyote. Yesu alilipa pale msalabani kwa kumwagika kwa damu, kwa kupigwa mijeledi, kwa kuaibishwa, kwa kutemewa mate, kwa kudharauliwa ya aina yote. Yesu
aliweza kulipa gharama. Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuwa na imani kuu kama ya Akinda. Yule alikuwa ni askari mkuu, akiwa anaendelea kuhudumia wengine. Anasema naambia huyu askari fanya hii, na anafanya. Anasema nikimuita anaitika na anakuja. Hivyo ndivyo mpendwa tunafaa kuliamini neno la Bwana, na tuamini ya kwamba tuko na nguvu juu ya nguvu za giza. Na ukiamini haya maneno, imani kuu itaanza kutenda kazi katika maisha yako. Mpendwa, mchana wa leo niko na imani ya kwamba ukiamini Mungu mahali ulipo, hakuna jambo ngumu, hakuna lile Bwana asipoliweza. Kama anaweza kuinua mtu akiwa mbali, na anasema imani yako imemfanya yule mtu aweze kupona. Hivyo ndivyo nimekuja kukuambia mchana wa leo ya kwamba imani mpendwa ulio nayo, utainuka kutoka kwa hiyo kitanda, utainuka kutoka kwa hiyo kiti, utainuka kutoka kwa hiyo manunguniko. Pengine umefinyiliwa na hali mbalimbali, pengine umegadamishwa na dunia na shetani, pengine umesushika moyo, unaona kana kwamba hakuna jambo linaweza tendeka, hakuna kitu kizuri kinaweza tendeka ama kutoka katika maisha yako. Nimekuja kukuambia mchana wa leo kuwa na imani kuu kama Akinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akinda alikuwa askari, lakini akatambua mamlaka iliyo ndani ya Kristo Yesu. Alipoona Yesu, alijua ya kwamba mtumishi wangu atapona. Na wewe nataka ufunguke macho yako ya kiroho, umuone Yesu msalabani, uone kile Yesu amekulipia. Ufunguke macho yako na uamini Mungu ya kwamba yote inawezekana ndani ya Kristo Yesu. Mambo yote nitayaweza ndani ya Kristo Yesu anitiaye nguvu. Usifike mwisho uanze kuona ya kwamba kujiua ndio suluhisho, kuacha mboma ndio suluhisho, kuacha kazi ndio suluhisho. Hapana, kuwa na imani kuu mpaka Mungu atende mambo ya ajabu, na utakuwa na ushuhuda ya kutia mwingine moyo. Mchana wa leo niko katika mitambo nikaweza kuinua imani yako, nikaweza kukusaidia, nikaweza kukuambia mpendwa, funguka macho yako ya kiroho, kuwa na imani kuu kama ya Akinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wananung'unika, unalalamika, ulikuja na nyuki, unaona ya kwamba maisha iendelee. Maisha itaendelea. Ukimwamini Mungu, maisha itabadilika. Saa ile uko na imani kuu katika Mungu, ukimwambia kwamba Bwana sema neno kuhusu hii hali. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu uona, Mungu wetu usikia, Mungu wetu utenda mambo makubwa. Kwa hivyo mchana wa leo mpendwa msikilizaji, ninakuja kukuambia ya kwamba inua imani mpaka Yesu aseme sijawahi ona imani kama hii. Sijawahi ona mtu ambaye ni mjasiri wa kuniambia mambo kama haya, ya kufafanua kama mambo kama haya. Huyu mtu alijua ya kwamba Yesu ako na mamlaka juu ya mapepo, juu ya magonjwa, juu ya shida, juu ya nguvu za giza, juu ya uchawi, juu ya ushirikina wa kila aina, juu ya nguvu zote za giza, juu ya ufalme wa kipepo na kishetani. Alikuwa anajua, na akamwambia Yesu, mimi ninajua tu Bwana, wewe uko na nguvu, sema tu mtumishi wangu apone. Mchana wa leo nataka kukuambiaje mpendwa, ni rahisi, ni wewe utaamini. Mtumishi wa Mungu anapoomba, ni wewe utaamini. Mtumishi wa Mungu anaposema neno la Mungu jinsi lilivyo, kama vile ninahubiri mchana wa leo, ni juu yako. It is your responsibility to have faith. It is your responsibility, my brother, to believe in the word of God and what I'm saying this afternoon, in the mighty name of Jesus Christ, and your life will never be the same again. Amini ya kwamba inawezekana. Kama mtu aliyepooza, aliyekuwa amelala, aliyekuwa anasikia uchungu, Yesu anasema tu imani yako imetenda hivyo unatamani. Hivyo ndivyo unafaa kufanya. Toka kwa hiyo kitanda kwa jina la Yesu. Toka mahali unalilia kwa jina la Yesu. Toka kwa hiyo shimo kwa
jina la Yesu Kristo. Anza kuamini kwamba wewe ni wa maana, wewe ni wa muhimu, wewe Mungu anakuazia mema, wewe Mungu anakupangia mambo makuu. Huu si wakati wa kukata tamaa, huu ni wakati wa kusonga na mbele. Huu si wakati wa kujiusuru kwa sababu ya jambo unayopitia katika jamii, kwa jambo unayopitia katika kazi, kwa jambo unayopitia katika biashara, kwa jambo ambayo unapitia katikati ya ndugu zako, dada zako, kwa mambo ambayo unapitia kwa kazi ambayo unafanya. Huu si wakati wa kujiusuru, huu ni wakati wa kusonga na mbele. Huu ni wakati wa kuinua imani yako. Akinda alisema hivi, sema neno na mtumishi wangu atapona. Na Mungu Yesu aliposema neno, Akinda aliamini ya kwamba kulingana na vile limetamkwa imetendeka hivyo. Mpendwa, nataka kukuambia haja. Saa ingine tunakumbwa na roho ya mashaka, tunakuwa na roho ya kutoamini, tunakuwa na roho ya kufunga. Yani unafunga usiamini, unafunga moyo wako usiamini. Leo nataka ufungue moyo wako na uamini Mungu, uone maajabu. Maandiko inasema Yesu mahali alikuwa pahali pao. Yesu mahali alikuwa amezaliwa, watu walikuwa wanajua baba yake ni seremala, watu walikuwa wanajua ndugu zake, dada zake, watu walikuwa wanajua huyu ni mtoto wa Mariamu. Kwa hivyo maandiko inasema Yesu hakuweza kutenda miujiza kwa sababu ya kutoamini kwao. Waliamini Yesu ni mwana wa seremala, kwa hivyo haikutendeka hivyo. Kwa hivyo nataka kukuambia aje mchana wa leo, toka kwa kutoamini. Kutoamini ni kisuizi, kutotii neno la Bwana ni kisuizi, kuwa na imani kama ya Akinda ni kisuizi. Inakusuiria usiingie katika baraka zako, usiingie katika uponyaji wako, usiingie katika kufunguliwa kwako, usiingie katika kuwekwa huru kwako. Na imagine Yesu anaweka huru, Yesu anakomboa, Yesu anatengeneza njia, Yesu anapone, Yesu anaokoa, Yesu anainua, Yesu anafariji. Yesu ni Mungu, Yesu anatenda mambo makubwa. Muruhusu akuhudumie, muruhusu akuguse, muruhusu aseme neno katika jina la Kristo Yesu. Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba itatendeka kulingana na imani yako. Yesu akaambia yule Akinda, nenda zako na iwe kwako ulivyoamini. Mchana wa leo nataka kukuambia aje, kile utaamini ndio kitafanyika kwako. Ukiamini utapona, utapona. Ukiamini utainuka, utainuka. Ukiamini utaendelea. Ukiamini wewe si maskini, utatoka kwa roho ya umaskini. Ukiamini wewe ni mtu mkuu, utakuwa mtu mkuu. Ukiamini utafanikiwa, utafanikiwa. Ukiamini wewe si mtu wa kawaida, itakuwa hivyo kwako. Ukiamini familia yako itabadilika, itabadilika. Ukiamini watoto wako watasoma. Ukiamini wewe utasimama katika wokovu, utasimama. Ukiamini ya kwamba Mungu anaweza kunihudumisha katika wokovu, utasimama. Hata ukiona vitu ikiinuka, utakaa katika ile imani uliyopokea Kristo, na ndio itakufanya uweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Ninampenda na ni tamanio langu kwamba ukakuwe na imani iliyokuwa na Akinda, ili ukapate wewe kuinuka. Yesu akamwambia hivi, nenda zako, nenda zako. Imani yako imetenda vile ulikuwa unatamani. Na hata mimi mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba mahali unanisikiliza ukiwa umeinua imani yako kama ya huyo Akinda, nataka kukuambia enda zako hata na wewe, na kile ambacho umeamini kimetendeka katika maisha yako. Ni jukumu lako ukapate kuinuka na kupokea. Yule mpendwa, maandiko inasema wakati ule Yesu alisema neno, aliweza kuinuka na akapona na akawekwa huru. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Mchana wa leo, dada yangu, ndugu yangu, wewe unanisikiza, funguka macho yako ya kiroho. Ona uwezo ulio ndani ya Yesu, ona mamlaka iliyo ndani ya jina la Kristo Yesu, ona nguvu zilizo ndani ya Kristo Yesu, ona uponyaji ambao ulio ndani ya Kristo Yesu. Ukiamini itatendeka kwako hivyo, na utukufu wote utamrundia Mungu wetu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia nataka kukusomea mstari ambao uko katika kitabu cha Luka 10 na mstari ule wa 19. Maandiko inasemaje? Tazama nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui. Tumepewa nguvu na mamlaka ya kukanyanga inge, ya kukanyanga maadui, ya kukataa silaha za adui, ya kubomoa kila kitu. Yesu ametupea hiyo nguvu, ametupea hayo mamlaka. Tazama nimewapea nguvu, tazama nimewapea uwezo, tazama nimempea mamlaka, tazama nimeachilia neema juu yenu, mkakanyange nyoka na inge na nguvu zote zilizo kwa maadui, ili zikaweze zile ambazo zinaweza kuangamisha maisha yako. Maandiko inasema tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka, tumepewa uwezo, tumepewa neema ya kuharibu nguvu za giza, ya kukanyanga inge na nyoka. Hizo ni maroho machafu, hizo ni nguvu za giza, hiyo ni roho za magonjwa, hiyo ni mapepo ya kutufinyilia. Tumepewa nguvu na uwezo na mamlaka juu ya hiyo mapepo. Na mchana wa leo tutashinda kwa jina la Yesu, tutapona kwa jina la Yesu, tutainuliwa kwa jina la Yesu, tutasonga na mbele kwa jina la Kristo Yesu, na tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Mchana wa leo nikimalizia, kuwa na imani kuu. Kuwa na imani kuu. Imani kuu ni ile inasemaje? Mtumishi wa Mungu ama watu wa Mungu, sema neno, hata nikiwa kiawala nitapona, hata nikiwa timao nitapona. Na mchana wa leo nataka tuombe, kwa sababu muda wetu umeisha. Kama uko na imani kama ya Akinda, tutaomba na wewe dakika zile tuko nazo, na ninaamini unainuka, unabarikiwa, unapona, na wewe unaenda kumuona Bwana kwa njia ya ajabu. Wacha tuamini. Baba wetu uliye mbinguni, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa neno ambalo umetupea, neno la kutuambia ya kwamba tukapate kuwa na imani kuu. Mchana wa leo nimezungumzia watu wana imani kuu, watu tayari ambao wamejengwa na hili neno, watu ambao wanaweza kupokea. Na mchana wa leo kama vile umetuambia, umetupea nguvu ya kukanyanga inge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Ninachukua hizo nguvu kinyume na mapepo ya magonjwa, kinyume na nguvu zote za giza, kinyume na nguvu za adui ya aina yoyote, katika jina la Kristo Yesu. Nakataa magonjwa katika miili ya watu wa Mungu, nakataa roho ya kuvunja watu moyo, nakataa roho ya aibu katika jina la Yesu. Nakemea kila pepo inayosusha watu wa Mungu, nakemea roho ambayo inajiita magonjwa na umaskini katika jina la Kristo Yesu. Kama vile Akinda aliamini Yesu, ukisema neno tumishi wangu atapona. Leo nasema upone kwa jina la Kristo, uwekwe huru kwa jina la Yesu, ufunguliwe kutoka kwa kifungo ya aina yote na minyororo ya kila aina kwa jina la Yesu Kristo, uinuliwe kwa jina la Yesu Kristo, uwe huru na uwe huru kweli kweli. Pona kwa jina la Kristo Yesu. Tembea kwa uwezo wa jina la Kristo Yesu. Wekwa huru mchana wa leo kutokana na vifungo vya kila aina. Mchana wa leo ninakuweka huru. Upokee uponyaji, upokee ukombozi, upokee uhuru wako, upokee afya ya mwili wako katika jina la Kristo Yesu. Nafunika watu wako Bwana kwa damu ya mwana kondoo. Wale wameamini, ninaomba wapokee miujiza yao, naomba wapokee uhuru wao, naomba wapokee ukombozi wao, naomba wapokee furaha yao, naomba wawe huru kweli kweli na walitukuza jina lako. Asante kwa sababu Bwana umewatendea hayo, ni kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Sema amen mahali ulipo, na iwe hivyo hivyo hivyo. Enda zako na ifanyike hivyo kulingana na vile umeamini. Mungu akubariki sana, Mungu akutende mambo makuu.